Mchungaji kiongozi wa usharika huo wa Bethel Gershom Ngewe akizungumza mara baada ya ibada ya kuweka jiwe la msingi wa jengo hilo lenye ghorofa 4, amesema ujenzi huo ulianzishwa kwa lengo kubwa ya watoto wa shule ya Jumapili ambao walisoma katika kanisa la Mabati. Usharika huu umekuwa ni usharika ambao washirika wake wana ushirikiano, wana umoja ambao umepelekea kufanya kazi nyingi za maendeleo na hata za kiroho pia. Lakini kwa lengo yake hasa jengo hili ni kwa ajili ya malezi ya watoto wetu. Ndani yake tuna madarasa ya watoto ya kutosha, na pia tunazo ukumbi mkubwa na ukumbi mdogo, na kumbi hizi zitatumika hasa pia kwa ajili ya kukaa watoto wetu kujifunza neno la Mungu, kujifunza mambo ya maadili na mambo mengine mengi yatakayowajenga ili waweze kuwa taifa lililo imara, taifa lenye mshikamano, taifa lenye mwelekeo mzuri kwa ulimwengu huu wa sasa tunaoishi. Kwa hiyo nzuri kuangalia kundi hili la watoto ambalo ndilo kundi muhimu sana, likipata malezi bora, likipata mafundisho bora ya kiroho ama ya kimwili, litafanywa kuwa kundi lenye watu wanaojitambua na wanaojielewa na wenye maadili mema ya kimwili na ya kiroho pia. Wetu wapende kukaa pamoja, wapende kukusanyika pamoja ili waweze kujifunza neno la Mungu kwa pamoja, waweze kujifunza mafundisho yanayoweza kuwajenga na kuwaimarisha, ili wanapokuwa watoto wafahamu ya kwamba wao ni watoto, wafahamu zaidi sana ya kuwa wanaelekea kuwa watu wazima ambao baadaye taifa na kanisa vitawategemea. Awali akihubiri katika ibada hiyo, askofu wa kanisa la KKKT Dayosisi ya Dodoma Christian Ndosa amewasihi Wakristo kuto kujisahau, kujiandaa muda wote kwa hukumu ya mwisho ambapo wanapaswa kuishi maisha ya kumtumikia Mungu. Tusije tukajisahau, tusije tukajisahaulisha, tukabweteka sana, tukaona mbona tuna afya njema, mbona tuko vizuri, mbona tunakula vizuri, mbona benki kuna hela ya kutosha, mimi na shida gani, nijiandae nini? Hapa unaambiwa jiandae kwa hukumu, pamoja na hivyo vyote vema ulivyo navyo, pamoja na hayo mema uliokusanya, naambiwa jiandae kwa hukumu ya mwisho. Nao watoto wanaeleza furaha yao ya kupata jengo jipya, huku mwalimu wa watoto shule ya Jumapili Sara James akisema hapo awali walikuwa na changamoto ya watoto kukosa pa kusalia, ambapo wengi wao walikataa kuja kanisani wakidai kwamba wanasalia kwenye mabati. Kwa tunakaa katika mabati, saa nyingine tukiwa katika mikaeli na watoto tunakuwa hatutoshi. Kwa hili jengo nafurahi kwa sababu wazazi wetu au walezi wetu wametutengenezea. Nafurahi leo kwa sababu wazazi wetu pamoja na mchungaji na washarika wote kwa ujumla wametusaidia kujenga hili jengo, kwa sababu zamani kipindi tunasoma kwenye lile jengo letu lingine, wanafunzi wengine walikuwa hawaji kwa sababu mvua zilikuwa zinanyesha labda, alafu kunakuwa darasa linakuwa na makelele. Asante. Nao furaha kwa kualika watoto wengine kuja kujifunza katika jengo letu hili jipya. Tulikuwa na tatizo kubwa sana kwamba tulikuwa hatuna pa kusalia palipo pazuri mpaka watoto wakapata kufurahi. Watoto wengine unakuta hawaji kanisani kuja kusali, wanasema madhabahu tunasalia kwenye kanisa la Mabati ambalo ni sehemu ya kuhifadhia vyakula. Imani kabisa watoto sasa watapata mahali pazuri pa kusalia na watakuwa kiroho na kimwili, na wakiendelea kumfurahia Mungu kwa ajili ya utendaji wa kazi ambao usharika umejitahidi kutenda matendo mazuri ili watoto wapate mahali pazuri pa kuabudia. Hata hivyo, Wakristo wameendelea kuhimizwa kutokata tamaa ya kumjengea Mungu, hasa katika kukamilishwa kwa jengo hilo. Tumesimika msingi, ni ibada takatifu, twaona neema nyingi, mioyoni twajisifu, kwa matumaini mengi, hatua hii njema, watoto tumefurahi.